Asalamu alaikum ndugu wasikilizaji. Kwa majina yangu naitwa Tukusali Mganga. Leo nataka kutoa hotuba kidogo kuhusu hii mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Leo siku ya asubuhi, masaa ya asubuhi leo nilikuwa nimeamua kwenda maombi ile ya taifa ya Kenya ambayo inakuwa national prayers. Nilikuwa na nia kamili ya kumuuliza bwana Mheshimiwa Rais, kwani jambo ambalo mnayofanya ni kafara ama ni nini? Kwa sababu ni jambo la kushangaza ikiwa 2025 wakati kama huu wa finance bill watoto walikufa 28 na huko Nyeri kwa shule plani ya watoto, na hii tena imetokea ya pili ambayo ni wakati wa finance bill watoto wamekufa 20 na kitu hapa mahali ambayo kunaita Gilgil. Ukiangalia Gilgil kwa hii ambayo inaitwa watumishi academy iko katikati ya shule ambayo ya shule ya Gilgil ya jeshi, iko karibu na National Health Service, iko karibu na shule ya polisi. Ni nini ambayo inafanyika hiyo kamba hizo zote hakuna moja ambayo iko na gari ya mazimamoto? Watoto wamekufa na ni wakati wa finance bill. Kwa nini iwe tukio wakati wa finance bill? Hiyo ni swali ambayo tunauliza. Swali ya pili, hii si jambo la kuchukulia na mzaa kiwango kwamba ati unaiona ni kama jambo la kawaida, ati hiyo ni accidentally. Jamani, tunaweza kubaliana iwe accidentally vitu sikifanyika namna hiyo? Hata kama ni wewe unaweza kubaliana vitu kama hizo. Tunasema hivi, kulingana na sisi kama wananchi, mimi kama spokesman wao ninasema kwamba tunaona ni kama kafara. Je, ni nani katika hiyo au wakubwa wa serikali anatoa kafara watoto wetu katika shida wakati wa shida ya finance bill? Ya pili, itakuwaje kwamba watoto wamekufa na ukiwa wamefungiwa kwa ndani? Hiyo shule haina sheria ya kuweza kwamba kuwa na kitu inaitwa fire extinguisher ile ambayo anaweza piga wazime moto. Ni nini ambayo anafanyika watoto inafanyika hivyo ambayo anapoteza watu wengi namna hiyo, na president mwenyewe hajatangaza asubuhi kama ni kitu ambayo imefanyika ambayo si ya kawaida? Ni kwa nini tuende kuomba Mungu tukiwa bado watoto wanaendelea kufa? Tuseme kwamba naenda kuomba Mungu hata siku ya kifo inaweza kuwa na mambo kama hayo. Mambo kama hayo si wenyewe tunasema kwamba serikali ya Kenya inatukosea sana, na si wenyewe hatuwezi kubaliana mambo kama hayo. Rais, ni lazima kitu ya kwanza utangaze rasmi hiyo mambo ni nini ambayo imefanyika, ni njia gani ambayo tunaweza kuzuia ili isije kafanyika. Neno la pili, Bwana Rais, tumekuweka hapo kama spokesman wa nchi ya Kenya. Kama wewe ndio kichwa ya nchi ya Kenya, utakubaliji nchi yako iwe kama ati ni mahali pa paradise ya watu wote ambao wako na Ebola? Surely. Yaani wataka watu wakiwa wagonjwa Ebola Ulaya na huko Amerika, wakiwa wagonjwa na huko England na wengine na mali zingine ati waletangwe Kenya? Kwani Kenya ni simu ya jarala ya kutupa takataka? Sisi hatutaki Ebola Kenya, na hatutaki Ebola Kenya, hatutaki hata kamwe. Hatukubali hata mtu atembee akiwa na Ebola. Hiyo ni kitu ambacho tunakataa kata. Na watu kama hao hata ukiambia watakupatia milioni 800, wachana nao. Na tumesema hivi, kama wewe ni mfanyakazi wetu, hiyo mambo achana naye. Na kama hutaachana naye, hata hiyo one term utaamini ni kubwa sana, tunakutoa na nusu, kwa sababu tumechoka na hiyo mambo. Huwezi kwenda kukaa chini hivi. Hii ni mara ya pili. Ulikuwa umeenda kukubaliana tena ati wanaume wanaanza kuoana na wengine. Tukakwambia ni kazi gani? Sasa unafuata ingine tena ya Ebola kuja Kenya. Kwani inji ni yako? Inji ni yetu, wewe ni mfanyakazi. Na kama imekulemea toka na waache kutusumbua. Nilikuwa leo nimejitolelea ni afadhali nikuve nikikuuliza ukweli wa mambo. Nilikuwa hiyo mbaya asubuhi. Na nilikuwa nia yangu kamili nilikuuliza hiyo swali. Watu wako wakanizuia, nikawa hata kupata nafasi ni ngumu. Lakini kasema sawa, nitatuma hiyo iondoka barabara kwamba wewe unatukosea. Hatuwezi kuwa kama tunaangalia vitu tunaona kama kafara ya vile. Hatuwezi kubali mambo ya Ebola in this country.
Mungu awabariki, Mungu awabariki Kenya na akupe hekima uweze kuelewa. Asanteni. Kabla hujatoka, tumemwona rais akisema kwamba kura za mwaka 2027 kwenye mtandao wengi wameandika kwamba anasema ameachia Mungu. Leo unahisi kwamba bado Mungu yuko na rais? Ukweli wa mambo, mimi naona kama Mungu hayuko nawe, kulingana maoni yangu, kwa sababu Mungu Bwana Yesu Kristo alisema kwamba mahali kuna wawili watatu ile kitu wamekanusha, mimi Bwana Mungu wa majeshi nakubaliana naye. Na kama watu wengi wanasema hawako pamoja na wewe, ina maana Mungu amesema hawako pamoja na wewe. Na hizi ile vitu ambazo zinakufuata unaona kweli ni kwamba ni kama Mungu amekuondokea. That's ukweli. Hebu angalia wakati wako, mvua inanyesha inabeba watu, shule inawaka moto, watoto wanachomeka. Ikiwa kama ni gari inaenda mahali imegongana na ingine, mambo ambayo yanakufuata huwezi kujua kabisa. Hii ni Mungu kuonyesha kwamba Mungu amekuondokea. Kama angekuwa pamoja na wewe ungekuwa unaona baraka na njia za Mungu zimekunyokea, lakini kuna mahali ambao hujaomba vizuri. Nenda uombe vizuri. Ndugu yangu, si kwa ubaya, nimekusihi kama mzee mwenzangu, mambo ambayo unayofanya haifai. Ya pili, ondoa maconman ambayo wanakusunguka hapa, ndio ufungue macho, kwa sababu kuna sehemu ya Biblia inasema ile ambaye kama uko na hiyo tabia ujue kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Nenda usome kitabu ya Methali ya 6 kuanzia mstari wa 16 mpaka 19. Bwana Mungu amejeshi anasema, mimi sipendi. Kuna vitu ambayo Bwana Mungu amejeshi sipendi. Ya kwanza ni mtu mdomo yake uongea mabaya, mtu ukasifu watu, mtu ufanya mambo isiyompendeza Mungu, ongea mambo isiyompendeza Mungu, masikio yako sikia mambo isiyompendeza Mungu. Na pia inasema mtu ambaye mikono yake iko na damu. Kama unakuta huko katika hiyo kategori hizo vitu, uelewa huko pamoja na Mungu. Kwenye Qur'an nasema kwamba wal asri inal insana bikusri ila lazina amanu wa amilu salihat watu wasubiri sabri. Na hapa katika hii asri mwanadamu yuko katika hasara, ila mwenye kuamini atende haki na akatazana maovu. Kama wewe mwenyewe ukutendi haki na ukatazani maovu, wewe hauko pamoja na Mungu. Ya mwisho uelewe hivi, Mungu ni Bwana Mungu wa maskini na mayatima. Kama unacheza maskini, unaongezea petroli, unawanyanyasa kwa chakula, unawanyanyasa kwa nguo, hawezi kupata kitu yote, mpaka na hiyo unaumulika kwa masimu zao, bro, Mungu naye anakumulika. Tunamwachia Mungu. Kwa hivyo hiyo mambo alisema kwamba hiyo ni Mungu, ni ukweli, tumekuachia Mungu na anakunyosha kabla tujafika 2027, tukunyoshe mchana ya Mungu na akiona na watu wakiona. Mungu abariki, Mungu abariki Kenya. Asante sana. Umejaza hiyo.